Naam, ni matumaini yangu huu mzima wa afya. Karibu muda na wakati mwingine. Hii ni Simulizi TZ na huu ni mwendelezo wa sehemu ya 3 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Jini Bahari na Mvuvi. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika simulizi hii iliyojaa visa na mikasa anuwai. Na hapa ndipo tulipoishia. Baada ya onyo kali kutoka kwa mfalme wa bahari, Nuhu alihisi kuwa mambo yalikuwa yameanza kutulia. Bahari alifanya kila awezalo kuhakikisha mpenzi wake anaishi salama, lakini nyuma ya panzia Jini Asidi alikuwa bado anaendelea na njama zake mbaya. Katika sehemu ya mbali ya mji wa majini, Jini Asidi aliwaita tena wafuasi wake waaminifu. Hatukuweza kumwondoa kwa mara ya kwanza, lakini bado hatujashindwa. Tuna mpango mwingine. Mmoja wa majini wake aliuliza, tufanye nini sasa? Mfalme ametoa onyo kali. Ndipo Jini Asidi alitabasamu kwa ujanja mkubwa. Tutatumia hofu yake zidi yake. Mwanadamu huyu anapenda bahari, sivyo? Aliuliza. Basi tutamfanya ahisi kuwa uwepo wake unaweka maisha ya bahari hatarini. Tukifanikiwa ataamua kuondoka mwenyewe. Siku zilizofuata habari za ajabu zilianza kuenea. Kulikuwa na vifo vya ghafla vya viumbe vya bahari, wanyama waliopotea na hata miamba ya matumbawe iliyoanza kubomoka. Majini wengi walianza kusadiki kuwa haya yote yalisababishwa na uwepo wa Nuhu. Tangu alipoingia hapa, mambo yamebadilika. Mmoja wa majini alilalamika, labda anayo laana ya wanadamu. Mwingine aliongeza. Maneno haya yaliendelea kusambaa na Nuhu alianza kuhisi mzigo mzito moyoni mwake. Je, kweli uwepo wake ulikuwa unaharibu ulimwengu huu wa bahari? Usiku mmoja Jini Asidi alipanga tukio kubwa zaidi. Alimtuma mmoja wa wafuasi wake kumteka bahari na kumficha katika mapango ya giza chini kabisa ya bahari. Alihakikisha majini wote wanasikia kuwa bahari ametoweka, na mshtakiwa mkuu alikuwa ni Nuhu. Majini walikusanyika mbele ya kasri ya kifalme wakitaka majibu. Mwanadamu huyu lazima aondoke, walipaza sauti zao. Nuhu alistushwa na habari hizo na akakimbilia kumtafuta bahari, lakini alikumbana na kundi la majini waliokuwa na hasira kali. Mwache aondoke, vinginevyo tutachukua hatua, walimtishia. Mfalme wa bahari alitoka nje ya kasri lake kuinua mkono wake, na majini wote ndipo akatulia. Hatuna mtu atakayechukuliwa hatua bila ushahidi. Nuhu ana haki ya kutafuta ukweli, lakini baada ya kupewa nafasi ya kutafuta ukweli, Nuhu alijua kuwa muda ulikuwa mchache mno. Alilazimika kumpata bahari haraka kabla ya hali kuwa mbaya zaidi. Akijizatiti kwa ujasiri, aliondoka moja kwa moja kuelekea sehemu za bahari ambazo hakuwahi kufika hapo awali. Nuhu alisafiri katika kina kirefu cha bahari, akifuata hisia zake na tumaini la kumpata mpenzi wake. Aliogelea kupitia mapango yenye giza na mawimbi makali, akihisi kuwa alikuwa akikaribia ukweli. Mara ghafla sauti dhaifu ilimfikia masikioni mwake. Nuhu,
Nuhu. Ilikuwa sauti ya bahari. Alifuata sauti hiyo hadi alipofika katika pango la giza lililozungukwa na miamba yenye ncha kali. Akiwa mwangalifu, alijipenyeza ndani ya pango hilo, na mara akamwona bahari akiwa amefungwa kwa minyororo ya uchawi. Alimkimbilia na kujaribu kumfungua, lakini minyororo hiyo ilikuwa na nguvu za ajabu ambazo haziwezi kuvunjika kirahisi. Kabla Nuhu hajapata suluhisho, ghafla jini asidi alijitokeza akiwa na tabasamu la dharau. Hivi ndivyo unavyotaka kumwokoa mpenzi wako wewe mwanadamu? Unapoteza muda, hakuna atakaye kuokoa. Ndipo nilisikia sauti ile kutoka kwa jini yule. Nuhu alimtazama kwa hasira. Kwa nini unafanya hivi? Je, chuki hiyo ni kubwa kiasi kwamba uko tayari kumuumiza dada yako? Jini asidi alicheka kwa dharau. Siwezi kuruhusu mwanadamu awe sehemu ya familia yetu. Uwepo wako unaleta fedheha kwa taifa letu la majini. Mtu wa ardhi hata stahili kuwa na nafasi katika bahari yetu. Nuhu alijua kuwa alikuwa hana nguvu za kupambana moja kwa moja na jini asidi, lakini alikuwa na kitu kingine. Upendo wake wa bahari. Alimshika mkono wake kwa nguvu na kuvunja minyororo hii. Machozi yalitiririka machoni mwa bahari. Alimfumba macho yake na kuanza kuimba wimbo wa mpenzi wa kifalme wa majini, sauti yake ikitengeneza mawimbi yenye nguvu yaliyozunguka pango lote. Kwa mshangao wa jini asidi, minyororo ya uchawi ilianza kupasuka polepole na bahari akawa huru. Hasira ya jini asidi ilifikia kilele. Hili haiwezekani, aliunguruma huku akijaribu kushambulia, lakini kabla hajamfikia Nuhu, bahari aliamua mikono yake na kutoa mwanga mkali wa uchawi iliyomfanya apoteze fahamu. Nuhu na bahari walishikana mikono na kuondoka katika pango hilo, wakirejea kwa haraka hadi kwenye kasri la kifalme. Walipofika, walieleza yote yaliyotokea mbele ya mfalme wa bahari na baraza lake. Mfalme alimtazama jini asidi kwa masikitiko na kusema, umeleta fedheha kwa familia yetu. Hukuwa na sababu ya kumchukia Nuhu. Mapenzi ya kweli hayawezi kushindana na chuki. Adhabu yako itatangazwa kesho. Mfalme aliwaangalia Nuhu na bahari kwa tabasamu. Umeonyesha ujasiri na upendo wa kweli. Sasa hakuna anayepaswa kuhoji nafasi yako hapa. Nuhu alijua kuwa bado hawakuwa salama. Tena hawakuwa salama kabisa. Asidi alikuwa bado na wafuasi wake wachache waliokuwa tayari kufanya lolote kumrudisha mfungwa wao katika pango la giza. Habari zilienea haraka kuwa bahari alikuwa huru na Asidi alishindwa, lakini hofu ilianza kuenea pale tu jini Asidi angekubali kushindwa kirahisi. Wengi waliamini kuwa bado alikuwa na mpango wa kulipiza kisasi. Ndipo upepo mkali ulianza kuvuma baharini. Mawimbi yalizidi kuongezeka na bahari ikaanza kuonyesha ishara za machafuko. Wazee wa majini walikusanyika katika kasri la kifalme wakihisi kuna jambo kubwa linakuja. Jini Asidi akiwa na hasira kali alijikusanya pamoja na wafuasi wake wa mwisho. Sitakubali kushindwa tena kwa urahisi, aliunguruma kwa sauti ya kutisha. Ikiwa siwezi kuwa mtawala wa bahari, basi nitahakikisha hakuna anayeishi kwa amani.
Usiku huo aliamua kuachilia wimbi kubwa la uchawi mweusi ambalo lingeweza kuharibu sehemu kubwa ya mji wa majini. Bahari na Nuhu walikuwa mstari wa mbele kujaribu kulinda, lakini nguvu ya asidi ilikuwa kubwa mno. Katika wakati huo wa hatari, Nuhu alijitokeza mbele. Hutaweza kushinda kwa chuki na wivu, alipaza sauti akikumbuka ahadi yake kwa bahari. Alinyanyua mkono wake na kutumia nguvu za kipekee ambazo hakuweza kuwahi kuitumia, nguvu za upendo wa kweli. Bahari alijiunga naye na pamoja walitengeneza mng'ao wa mwanga safi uliofunika bahari yote. Mawimbi mabaya ya hasidi yakashindwa na uchawi wake ukarudi kwake mwenyewe, ukimfanya kupoteza nguvu zote. Mara baada ya ghasia kutulia, mfalme wa bahari aliamua kuwa huu ulikuwa mwisho wa hila za asidi. Umesababisha madhara ya kutosha. Hukumu yako itatangazwa kesho, alisema kwa sauti ya mamlaka. Wafuasi wa asidi walikimbia wakikubali kushindwa kwao. Chini ya asidi akapoteza nguvu zake zote na akawa dhaifu. Akabaki akisubiri hatima yake. Baada ya mapambano hayo makali, bado maswali mengi yalibaki. Je, asidi angepewa adhabu gani? Na je, maisha ya Nuhu baharini yangekuwaje baada ya kushinda mtihani huu mkubwa? Hii ni Simulizi TZ na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 3 ya Penzi la Jini Bahari na Mvuvi. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata vipindi vyetu.